Na kwenye biashara, kundi la wakulima kutoka Laikipia limenakili ongezeko la mazao baada ya kupokea mafunzo kabambe ya kilimo kutoka kwa shirika la chakula na kilimo. Mafunzo hayo yanayoangazia kilimo bora yamewasaidia wakulima kufahamu mbinu za kustahimili athari za mabadiliko ya tabia nchi na kuendeleza kilimo mwaka mzima. Tuyapate mengi katika mseto ufuatao. Shirika la chakula na kilimo FAO kwa ushirikiano na mashirika mbalimbali ya kimaendeleo limetoa mafunzo kwa wakulima katika kaunti ya Laikipia kuhusu mbinu bora za kustahimilisha athari za mabadiliko ya tabia nchi. Kwa pamoja na mbinu za kisasa za kilimo, wakulima pia walipewa maarifa ya kifedha ili kuwasaidia kufanya maamuzi bora kuhusu uwekezaji wa shamba na fursa za masoko. We were taken through gross margin analysis so that you can know when you are breaking even, when you are going at a loss, and when you are getting profit. So after the gross margin analysis, I was able to increase productivity, and I was able to break even and even to get profit. Kwingineko, Benki ya Cooperative imeshirikiana na shirika la maendeleo la Umoja wa Mataifa ili kutoa mikopo ya riba nafuu kwa wakulima katika maeneo ya mashambani Sudan Kusini kama sehemu ya mkakati wa kutanua shughuli zake. Mkurugenzi mkuu wa benki hiyo Sudan Kusini, Elijah Wamalwa, amesema hazina ya shilingi bilioni 3.2 imeanzishwa kwa ajili ya utoaji mikopo kwa wakulima wa Sudan Kusini na itaangazia hasa kuboresha vyama vya ushirika na mifumo ya masoko. Today most of our people that access banking service or credit services are mostly within the major urban towns and majorly Juba. But we envisage a future where across the country these financial services will be readily available. That a farmer in Yambia would easily be able to access credit to buy farm inputs. Hatimaye, serikali ya Kenya imehimizwa ibuni sera ambazo zitasaidia katika utekelezaji wa malengo endelevu ya maendeleo kabla ya makataa ya mwaka wa 2030. Walizungumza katika mkutano wa kila mwaka wa wadau wa malengo endelevu ya mwaka wa 2025 AMSC, walisema ipo haja ya kutungwa kwa sera ambazo zitaongeza uwekezaji katika kawi mbadala, mabadiliko ya kidijitali na ujumuishaji wa kifedha ambazo ni muhimu katika uwafilishaji malengo hayo ya maendeleo. Globally, we find that SDGs 35% are on track, but the 65% either are lagging or regressing. This is not only for Kenya, but all other countries. But we are saying that we still have an opportunity to hold together collaboratively and innovate ways of accelerating implementation. Sylvia Gatti, Darubini.